tusome neno la Mwenyezi Mungu. Jumapili iliyopita tulisoma kitabu cha Yeremia, that is the book of Jeremiah chapter 35. The book of Jeremiah 35 from verse 1. Na tulikuwa tunajifunza kuhusu watu ambao walikuwa wanaitwa the Rechabites. Hallelujah. Amen. Ndio kama tunakumbuka hilo somo. Wacha tuombe ili tuweze kuanza. Baba yetu aliye mbinguni, katika jina la Yesu Kristo, asubuhi ya leo tunakuja mbele zako tukiwa na sifa na shukrani mioyoni mwetu sababu ya mambo yale mazuri umekuwa ukitutendea. Tunakuabudu na tunainua jina lako. Pia tunaomba msamaha kwa mambo yale ambayo tumefanya kinyume na mapenzi yako. Tunaomba uweze kututakasa na kutuosha kwa damu ya Yesu Kristo. Pia tunaomba sababu ya huu wakati ambao umetenga ili tukaweze kusikia kutoka kwako. Tunaomba uweze kunena nasi, unene na nafsi zetu na unene na mioyo yetu. Na tusaidie kutii neno lako. Ni katika jina la Yesu Kristo tumeomba na kuamini. Amen. Amen. Hallelujah. Amen. Haya, Sunday tulikuwa tunasoma kitabu cha Jeremiah, the book of Jeremiah verse 35 from verse 1. Na kuna watu ambao wako pale ambao they are called the Rechabites, ambao walikuwa wamefunzwa na baba yao na babu yao. Walikuwa wameambiwa na msiwe mnakunywa pombe wala kujenga manyumba wala kununua mashamba. Na akaambia wale wawe verse 6 inasema, that is Jeremiah 35 verse 6. Sasa tusome pale, inasema verse Jeremiah 35 verse 6 inasema, but they answered, we do not drink wine, or our ancestor Jonadab son of Rechab told us that neither we nor our descendants were ever to drink any wine. He also told us not to build houses or farm the land, and not to plant vineyards or buy them. He commanded us always to live in tents, so that we might remain in this land where we live like strangers. We have obeyed all the instructions that Jonadab gave us. We ourselves never drink wine, and neither do our wives, our sons, or our daughters. Hallelujah. Amen. Hao ni watu ambao walikuwa wanaitwa Rechabites na walitii sauti ya babu yao. Ndugu zangu, dada zangu, kuna mambo mazuri ambayo huwa inatokana na kusema la kwa mambo yale ambayo hayampendezi Mwenyezi Mungu. Ukiangalia hawa watu the Rechabites, sababu ya kutii sauti ya babu yao, sababu ya kutii sauti ya Jonadab ambaye alikuwa babu yao, hapo Jeremiah 35 verse 19, Jeremiah 35 verse 19 inasema, sasa hili sababu yao watu kutii sauti ya babu yao, unapata mambo mazuri ambayo Mwenyezi Mungu aliwaahidi hapa. Verse 19 inasema, so I, the Lord Almighty, the God of Israel, promise that Jonadab son of Rechab will always have a male descendant to serve me. Naona naye Mungu akawaambia, sababu mliweza kutii sauti hiyo na mkwenda kinyume, akawaambia kati yenu hakutakuwa kuna kosa mtu ambaye atakuwa ananitumikia. Hallelujah. Amen. Sasa unaona Mungu naye amefanya ahadi na wao, amewabariki. Bwana Yesu asifiwe. Nataka tuangalie mifano kadhaa ya watu ambao walikuwa na nafasi ya kufanya dhambi. Walikuwa na nafasi pengine ya kujisaidia kusaidia ama kujinufaisha wao wenyewe. Lakini wakasema la, sababu haya haikuwa mapenzi ya Mwenyezi Mungu. Nataka tusome katika kitabu cha Genesis, in the book of Genesis verse 39. Tuone mfano pale ya mtu ambaye alikuwa anaitwa Yusufu. Genesis 39. Genesis 39. Genesis verse 39. That's Genesis chapter 39.
Genesis 39 inatuambia kuhusu Yusufu wakati alikuwa kule kwa nyumba ya Potifa, na wakati alikuwa pale Potifa, Yusufu alipata kibali mbele ya Potifa na akampatia mamlaka juu ya chochote ambacho kilikuwa pale nyumbani mwake. Na Biblia inasema hapo 39 verse 6, that is Genesis 39 verse 6, inasema Potiphar handed over everything he had to the care of Joseph and did not concern himself with anything except the food he ate. Kwa hivyo naona Yusufu akapata kibali mbele ya Potiphar, na Potiphar hakuwa anajishughulisha na jambo lingine lolote lile isipokuwa ile chakula tu ambayo alikuwa anakula. Wakati bibi ya Potiphar aliona vile Yusufu amepata kibali, wakati sababu aligundua Mungu ako na Yusufu. Unaona bibi ya Potiphar akinyemelea Yusufu, akamwambia sasa nataka uende ulale na mimi. Na kuna maneno hapa Yusufu anajibu wakati anakataa. That is verse Wacha tuanzie pale mstari wa 7. Inasema, that is Genesis 39 verse 7, inasema, and after a while his master's wife began to desire Joseph and asked him to go to bed with her. He refused and said to her, look, my master does not have to concern himself with anything in the house because I am here. He has put me in charge of everything he has. I have as much authority in this house as he has, and he has not kept back anything from me except you. How then could I do such an immoral thing and sin against God? Verse 10 inasema, although she asked Joseph day after day, he would not go to bed with her. Nataka uone Yusufu amepata nafasi hapa, pengine tunaweza sema ni nafasi ambayo angejisaidia, sababu hii ilikuwa nafasi ya kujifurahisha, ya kufurahisha hiyo mwili wake. Lakini Yusufu akasema no, akakataa kuingia kwa dhambi. Na naona vile anamjibu, anasema nitawezaje kumwasi Mwenyezi Mungu? Nitawezaje kufanya dhambi nimkosee Mungu wangu? Ukiangalia maisha ya Yusufu, wakati huyu mwanamke aliona Yusufu hakukubali kwenda kwa kitanda pamoja naye, alimwekelea ama akadanganya, akasema alikuwa anataka kumnajisi. I don't know that's the right word. Alikuwa anataka ile tunasema to rape, that he was intended to rape the woman. Lakini wakati Yusufu alienda korokoroni, tunaona pale mambo mazuri yalitokea. Sababu ni kutoka pale korokoroni, alitolewa pale akaenda akatafsiria mfalme. Na kutoka pale yeye alifanywa pili kutoka kwa mfalme. And as we know, Yusufu aliweza kuokoa dunia mzima in those days. Amen. Sababu wakati alienda pale Misri, chakula kilikosa dunia mzima. Lakini yeye alikuwa ameonyesha, alienda akatafsiria mfalme, akamwambia kutakuwa na wakati miaka 7 ambayo kutakuwa na chakula kwa wingi, na baadaye itafuata miaka 7 ambayo kutakuwa na ukame na hutakuwa na chakula. Na unaona watu wengi dunia mzima walikuwa wanaenda kununua chakula pale Misri. Nataka uone kama Yusufu angeingia kwa ile dhambi ya kulala na bibi ya Potiphar, hii nafasi ya kuwa wa pili kutoka kwa mfalme ingemkosa ama angeipoteza. Amen. Na wakati tunasema haya, nataka tujiulize, wewe umewahi kuwa na nafasi ya kufanya dhambi lakini ukasema no? Acha
Pia ni vyema kujiuliza. Usiwe, the book of James inasemaga, you should not only be hearers of the word of God, but also doers. Amen. Tusiwe watu tu wa kusikia neno la Mwenyezi Mungu. Sababu neno la Mwenyezi Mungu limejaa kwa fikira zetu. Kila wakati tu tunasikia neno la Mwenyezi Mungu. Amen. Lakini vyema kujiuliza, bali na kusikia, je, tunatii hili neno? Tunatekeleza hili neno? Tunalitumia kwa maisha yetu? Bwana Yesu asifiwe. Amen. Hao ni watu wawili ambao walisema no, hawataingia kwa dhambi. Tunaona the Rechabites walisema hawatakunywa pombe sababu walikuwa wamekatazwa. Yusufu naye amesema hata na bibi ya Potifa. Sijui kama ingekuwa ni wewe, kama sijui ungesemaje. Sijui kama ungeingia kwa huyo mtego. Sijui kama ungenaswa. Lakini alisema no. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Yaani ile anasa watu huwa wanapenda sana. Ndio sasa ilikuwa kwa mikono ya Yusufu. Lakini he said no. Sikuna watu wanaenda kununua makahaba. Na wengine wanaenda wanafanya mambo mabaya ili waweze kukufurahisha mili yao. Lakini he was given free of charge. Hakuwa analipishwa. Kile watu wanagharimikia sana wakipate. Yusufu alipatiwa bure, alikuwa amepatiwa bure. Hiyo nafasi alipatiwa bure, lakini akasema no. Nataka kumwambia wakati unasema la, na hata nimwambie ndugu zangu, dada zangu, kwa haya maisha tukitaka kufaulu na kufanya mambo mazuri na kufurahisha Muumba wetu ambaye ndiye Mwenyezi Mungu, mara mingi inatubidi tuseme no. Amen. Mara mingi inatubidi tuseme la. Many are the times that you'll be saying no. Amen. No. Kuliko vile unasema ndio. Amen. And David boldly, he said no. Na akaekwa korokoroni. Lakini vile amewekwa kula korokoroni, Mungu ni mwaminifu. Amen. Hallelujah. Amen. Aliweza kumbariki. Na tunaona baba yake na ndugu zake wote wakienda pale Misri. Na lile ndoto alikuwa ameota ya kwamba jua na mwezi na nyota zitamuinamia ilikuja kutimia. Acha hiyo jua na mwezi, dunia mzima. Amen. Ilienda pale Misri kununua chakula. Hebu niambie kama angeingia kwa dhambi aende alale na bibi ya Potifa. Haya mambo mazuri yangemtoroka, angeyapoteza. Amen. Sijui kama unajua ni nafasi gani alipatiwa wewe. Alipatiwa nafasi ya pili kutoka kwa mfalme. He was made the governor. Mambo mazuri. Yaani mazuri kuliko kuingia kitandani kujifurahisha pale dakika 5 alafu unashindwa hata ni unapata aibu. Amen. Paulo alikuwa anauliza in Romans 6. Baada ya mambo yale mlikuwa mnafanya ya dhambi, ni nini kizuri mlitoa pale? Kama si aibu, ukikumbuka yale mambo unafanyanga pale. Nataka kwambia, unaona wana watu wanaingiaga kule kwa hizi anasa. Baada ya kufanya hao mambo maovu, yale huwa anatoa pale ni aibu. Aibu. Adina wengi wanaingia kwa depression na stress kubwa sana. Sababu ya kujihukumu. Akijiuliza, kwa nini nilifanya hilo dhambi? Kwa nini niliingia kwa hiyo mtego wa shetani? Kwa nini nilifanya mambo kama hayo? Wakati anaangalia na tafakari, anaona hiyo anasa ameifanya tu kwa dakika chache tu. Lakini yale majuto amepata pale ni makubwa sana. Amen. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Yusufu hakuingia kwa dhambi. Naye lile tunzo alipata kutoka kwa Mwenyezi Mungu, alifanywa mwapili kutoka kwa mfalme. Na watu wengi akawa msaada kwa watu wengi sana. Amen. Watu wakafurika pale Misri kununua chakula, including his father and his brothers. Hallelujah. Amen. Huyo ni mtu wa pili. Wa kwanza alikuwa the Rechabites. The second one is Joseph. Nataka nikuonyeshe mifano ingine miwili ama mitatu
ya watu ambao hawakukubali kuingia kwa dhambi, na yale mambo mazuri ambao walipata kutoka kwa Mwenyezi Mungu. Sababu unaweza ona kama lile jambo unafanya halionekani. Wakati unapinga dhambi, the Bible says, resist the devil. We resist the devil and he will flee from us. Wakati tunapinga shetani, unaweza ona kama hakuna mtu anakuona, lakini Mwenyezi Mungu anakuangalia. Amen. Hallelujah. Amen. Wakati unapinga shetani, wakati umepata nafasi ya kufanya dhambi, unasema no to all kinds of ungodliness. When you say no, Mungu anakuangalia hivi akiwa pale mbinguni. Amen. Aone kama utaingia kwa dhambi. Anakuangalia hivi, aone kama utafaulu, aone kama utapita hayo majaribu. Na wakati utapita, our God is so faithful. Amen. Very faithful. Oh yes. Ni mwaminifu sana kuliko binadamu. Amen. Wewe uliepuka dhambi kidogo tu, kama vile Yusufu ameepuka dhambi ya kuingia kwa kitanda na bibi ya Potifa. Aliepuka kwa kitu kidogo tu, naye amevikwa utukufu mkubwa sana wa kulisha dunia mzima. Kwani amuelewi? Amen. Kakitu akijifurahisha dakika 5. Amen. Na hata baada ya kujifurahisha angekusema ati nimejifurahisha, hii ndio nimejifurahisha. It is not something that is kitu ambacho unaweza kuweza kwa mkono. It is not tashamba. Tuambie ati hebu nionyeshe kujifurahisha kwako. Si kitu inaweza onekana kwa mkono. Lakini hiyo kitu kidogo aliepuka. Alivikwa utukufu mkubwa sana na Mwenyezi Mungu. Amen. Akalisha dunia mzima. Amen. Watu wakatoka kwa mataifa tofauti wakaenda pale. Kuna mahali inasema watu waliuza kila kitu ambacho walikuwa nacho, mpaka watu wa Misri wakasema, sasa sisi tumekuja sisi wenyewe tuwe mali yako, sababu kila kitu wameuza. Yaani mtu mmoja akaweza kuokoa watu wengi sana. Amen. Sababu ya kukosa kuingia kwa kitanda. Amen. Yesu asifiwe. Amen. Nataka kukupatia sitaruka sana, lakini nataka kukupatia mfano wa pili ama watatu. Sunday tuliona Yesu Kristo naye ambaye ndiye kichwa cha kanisa. Wakati alipelekwa pale jangwani siku 40, akawa hakuwa na kula ama kunywa chochote. Wakati alimaliza, shetani alikuwa amemngoja pale. Akamwambia, sasa nataka ubadilishe haya mawe yawe mkate mkule. Sababu alijua sana Yesu alikuwa amejifunga kwa siku 40 na hakuwa nakula. Najua hata wewe wakati umejifunga ukimaliza fasting huwa unatamani sana tu at least angalau upate kitu cha kukunywa ama cha kukula. Na wakati unajifunga huwa unauliza, nitamaliza lini huu kujifunga ili niweze kukula na kukunywa. Wakati Yesu Kristo alimaliza siku zake 40, shetani ndiye yule akamwambia, sasa badilisha haya mawe yawe mkate uweze kukula. Alijua Yesu alikuwa na njaa. Lakini Yesu hakuingia kwa dhambi. Na wakati huu sababu yeye hakuingia kwa dhambi, alivikwa utukufu mkubwa sana na Mwenyezi Mungu. And the Bible says, alikuja hapa akiwa binadamu. Akawa na mfano wa binadamu, alikuwa na hisi njaa, alikuwa na hisi kiu. Ndio na wakati pale alienda kwa yule mama Msamaria, akamwambia, naomba unisaidie na maji. Siku nyingine alienda kwa mkuyu asubuhi mapema. Biblia inasema alisikia alikuwa anajaa. Akaana mkuyu ambao ulikuwa umejaa majani. Akaenda angalia kama kutakuwa na mkuyu pale. Lakini hakupata matunda. Na akalaani huyo mkuyu, akamwambia, na usiwe unazaa matunda. Alikuwa anajaa. Nataka kuonyesha Yesu alikuwa binadamu.
alikuwa hapa duniani, hata kama ni Mungu, alikuwa hapa duniani kama binadamu. Yale maisha ambayo unaishi ndio alikuwa anaishi. Lakini jambo la kufurahisha na la kupendeza sana na la kujivunia ni kwamba hakufanya dhambi. Amen. Hata baada ya kujifunga siku 40 hakufanya dhambi. Na sababu ya kuingia kwa dhambi wakati huu ndiye kuhani mkuu pale mbinguni. Amen. Haleluya. Amen. Bali na hayo akafanywa kiongozi wa kanisa. Kanisa lote dunia mzima. Christ is the head of that church. Amen. Christ is the head of the church. Dunia mzima. Na tunangoja akuje kuchukua hili kanisa alipeleke kwa baba yetu aliye mbinguni. Amen. Nataka uone ule utukufu Yesu Kristo alivikwa sababu ya kukosa kuingia kwa dhambi. Siku ya leo ni mimi na wewe. Wewe nafasi ni yako. Sitaki kuingia mifano mingi sana sababu ya wakati. Lakini hata ukiangalia Daudi baada ya kumwagiliwa mafuta awe mfalme, wakati alitolewa kule malishoni, akakuja akamwagiliwa mafuta na nabii Samueli. Baadaye anaanza kuwindwa na Sauli aweza kuuliwa. Na Daudi anajua vizuri sana yeye alimwagiliwa mafuta awe mfalme. Angefanya wakati uweze kutumia haraka kama kukimbiza wakati, aweze kuua Sauli ili aikie kwa ufalme. Na hizo nafasi zilikuja mara pili. Wakati mmoja Daudi akiwa kwa pango, naye mfalme Sauli akaenda pale kwa ile pango kujisaidia. Wale ambao walikuwa nao akaambia Daudi, siende umuue. Lakini Daudi akasema, siwezi angamiza mteule wa Mwenyezi Mungu. Bila alifanya, alienda akakata sehemu ya vazi la Sauli. Na wakati Sauli alijisaidia alafu akaenda kwa watu kadhaa, akamuita. Akamuonyesha lile sehemu la vazi lake. Akamwambia, kama ningetaka kukuua, leo ulikuwa mikononi mwangu. Na ishara ya kuonyesha kwamba ulikuwa mikononi mwangu, hili ni sehemu la vazi lako ambao nimekata saa hii. Lakini hakuua. Amen. Wakati huo mwingine ni wakati Sauli alikuwa anakimbiza Daudi. Na wakiwa amelala kwa hema usiku. Akiwa amezungukwa na wanajeshi wengi sana. Sauli akiwa amezungukwa na wanajeshi sana na Abneri alikuwa pale. Daudi akaenda pale akachukua kibuyu cha maji na ule mkuki. Alafu asubuhi kulipokucha akaenda mahali juu akaitana Abneri. Alikuwa anataka kuonyesha Abneri hakuweza kulinda mfalme wake vizuri. Sitaki kuongea sana. Lakini unaona Daudi alikuwa na nafasi za kuwa Sauli ili awe mfalme. Lakini hakumuua. Amen. Jioni asubuhi ya leo wewe ukipata nafasi ya kufanya dhambi. Unajua ni vyema kila mtu ajiangalilie kazi yake. Ni vyema ujiulize, wewe ukipata nafasi ya kufanya dhambi, utaingia kwa dhambi ama utasema la? Amen. Amen. Sijui kama utaingia kwa dhambi. Hao ni watumishi wa Mungu ambao walikuwa na nafasi za kufanya dhambi lakini wakasema no. Wasimwasi Mwenyezi Mungu. Amen. Nasi ili tuweze kuwa wakamilifu kama watumishi wa Mwenyezi Mungu, ni vyema nasi tuseme la kwa mambo yote ambayo hampendezi Mwenyezi Mungu. Tukifanya hayo ndivyo tutaweza kupata baraka za Mwenyezi Mungu zote bila kupungukiwa na chochote. Yesu asifiwe. Amen. Kuna nafasi nzuri ya kutumikia Mwenyezi Mungu. Lakini lazima inatubidi tuseme no to ungodliness. Unajua kwa nini huwa napenda mafunzo ambao ni ya kukanya binadamu? Sababu ukikosa kukanywa hutaweza kupata kila Mungu amekuahidi. Hutaweza kupata yale mambo mazuri Mungu ametuahidi. Unajua mapenzi ya Mwenyezi Mungu ni tuishi hapa duniani tukiwa na uhusiano mwema na yeye. Amen.
tupate baraka zake kwa ukamilifu hapa duniani. Na baada ya maisha hapa duniani tupate uzima wa milele. Amen. Sasa mbona tutaganyike na hiki kidogo? Anasa ya dakika chache, dhambi sijui ya ambayo Yesu kupeleka mahali. Inatubidi tuseme no. Amen. Tuseme la kwa mabaya yote ambayo humpendezi Mwenyezi Mungu. Tukifanya hayo, you be faithful servants. Amen. Before God. Amen. Na kama vile 2 Timothy chapter 2 inasema na mtu akijitenganisha na mambo yale maovu atakuwa kama chombo speciali ambacho kimetengwa sababu ya kazi ile jema ya Mwenyezi Mungu. Amen. Tukende hiyo nafasi, tuwe watumishi wa Mungu ambao ni wa kuaminika. Amen. Tuwe watumishi wa Mungu ambao Mungu akiwa mbinguni atajivunia sisi. Aseme, and I've seen my faithful servant. Amen. Hallelujah. Naona pale akiangalia pale hapa duniani anasema naona watumishi wangu waaminifu. Akihesabu watumishi wale waaminifu awe na kuhesabu wewe. Amen. Ni kama vile ukitaka kufanya kazi ama ukitaka kufanya jambo lolote, huwa naangalia ni nini na nini unahitaji. Sasa Mungu akitaka ukitekeleza kazi yake, akiangalia zile vyombo atatumia, awe na kuhesabu kwa wewe kama chombo speciali. Amen. Hallelujah. Amen. Wakati huo tukifanya hayo, tutapata baraka ya Mwenyezi Mungu. Tutakuwa na maisha ya furaha ambayo haina huzuni. Na bali na hayo tutapata uzima wa milele. Amen. Kwa hivyo kutoka siku ya leo nikimalizia, tujifunze kusema no. Kuna mfano mingi sana kwa Biblia, ni vile sababu ya wakati sikutaja mingi. Lakini kuna mfano mingi sana ya watu ambao walikuwa nafasi ya kufanya dhambi lakini wakasema no. Sababu ya Mwenyezi Mungu. Hawakufanya haya sababu ati wasiaibike mbele za watu. Ama sababu ya jambo lingine lile. Lakini walisema hata ingia kwa dhambi sababu ya Mwenyezi Mungu. Wasimwasi Mwenyezi Mungu. Sasa nafasi ni yangu na wewe. Tuseme no to all kinds of ungodliness. Nazo baraka za Mwenyezi Mungu zitakuwa pamoja nasi. Amen. Wacha tuombe. Baba yetu aliye mbinguni, katika jina la Yesu Kristo, ni asante sababu ya somo na funzo la asubuhi ya leo. Wakati unatuhimiza tuseme la kwa mambo ambayo ni kinyume na mapenzi yako. Tuseme la kwa mambo ambayo hayajatoka kwako. Ili tuwe watumishi waaminifu na baraka zako ziwe pamoja nasi. Tunaomba utusaidie na Roho wako Mtakatifu awe mwalimu wetu, ili awe anatuongoza, ili tujue ni mahali wapi tutakuwa tunasema la na ni wapi tutakuwa tunasema ndio. Endelea kuwa pamoja nasi, na katika jina la Yesu Kristo aliye Bwana na Mwokozi wetu tumeomba na kuamini. Amen. God bless you. Amen. Amen. Bwana apewe sifa. Amen. Hallelujah.